Bwana, najua wote tunafahamu kuhusiana na ndoa ya Haji Manara pamoja na Bibi Zailisa. Ni ndoa ambayo wakati inafungwa watu wengi waliongea maneno mengi, kila mmoja akiwa na mtazamo tofauti kuhusiana na wawili hao kutokana na historia zao za nyuma kwenye masuala ya ndoa. Huku wengi wakiona kwamba hii ndoa haiwezi kufika popote, yani ni kama hata Christmas moja haitafika hivi. Lakini mambo hayakuwa hivi. Ilipita Christmas ya kwanza, ikapita Christmas ya pili, penzi likiwa moto. Watu wanapendana kweli kweli. Tumeona hivyo kwenye mitandao ya kijamii wakiposti mara nyingi vacations za hapa na pale na maneno mengi mazuri ya kuambiana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa katika hali isiyokuwa ya kawaida, usiku wa leo Aprili 9, 2025, ghafla tu bin vup kwenye mitandao yao hiyo ya kijamii, hali imekuwa tofauti na ya uchungu kweli kweli baada ya Bibi Zailisa kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akianza moja kwa moja kwa kumtagi Mange Kimambi ambaye mwanadada huyu Mange Kimambi amekuwa akitoa taarifa za wawili hao mara kadhaa kuonyesha kwamba kuna hali ya sintofahamu inaendelea katika ndoa yao, lakini mara nyingi wameibuka na kukanusha kwamba wao hawana shida yoyote na maisha yao yanaendelea vizuri tu. Sasa leo Zailisa kamtagi Mange Kimambi na kuandika, naona uliletewa habari za uongo kwa lengo la kunichafua. The time is now. Nitafute mwenyewe nikupe za ukweli. Hata interview round hii nitafanya. Nitoe maovu na uchafu wa huyu baba wote. Akamtagi Haji Manara. Akaandika, this time umeakanyaga. Naona wanaposti vitatasi vyako vya kunidhalilisha, sasa sitakaa kimya tena. Umeona nimegundua vitendo vyako vichafu vya kulala na house girl na kutongoza mtoto wa miaka 17 wa damu yangu. Umeenda kuzua mimi na nyanyasa mtoto wako. Mimi, like seriously. Unajua mimi ni mtu wa aina gani? Kila mtu anakushangaa. Hii ilikuwa ni caption ambayo ilibeba picha yenye maandishi ambayo pia alikuwa ameandika malalamiko mengi kuhusiana na huyo Haji Manara ambaye sisi tunajua ni mume wake wa ndoa na ni mtu ambaye walikuwa wanapendana sana. Akaandika maneno mengi sana makali hapo. Anasema imetosha sasa, nimechoka kupretend. Sasa acha tuvuane nguo kama ulivyozoea. Mtoto wa dada yangu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi na muda wake wa kuondoka ulivyofika ulimzuia. Kumbe ulikuwa unamtongoza. Shame on you. Ulikuwa na kazi ya kumshika. Anasema binti mdogo wa under 18. Sasa round hii anasema umechezea pabaya. Umezoea kulala na ma house girl. Sasa ukaona uhamie kwa binti yangu. Unamtumia mtoto elfu hamsini vyako akiwa shule ili umlaghai. Kwa taarifa yako tuna ushahidi wote na driver wako pia anajua kila kitu na tumeambiwa na hatutakuelea kimya. Kila nikiomba talaka yangu hutaki kunipa. Jinamizi wewe. Unagombana na mimi, unamwambia kijana wako arekodi kisha unaongea vya uongo. Unatishia kupeleka kwa Mange ili unidhalilishe. Sasa raundi hii sicheki na kima. Kama umeshozoea kudhalilishana, nitakupa unachostahili. Huo ndio ujumbe ambao aliambatanisha hapo Zailisa kwenye picha yenye maandishi. Lakini pia Bibi Zailisa aka screenshot message ambazo bila shaka amemaanisha kwamba ni message alizotumiwa na Haji Manara huko WhatsApp, ambazo message hizi kwa zinasomeka kama ifuatavyo: unazua na huyu mpuzi wako unaishi naye asina hisani kama wewe. Huna chochote cha kunifanya Zai. Unadhani mimi ni mjinga? Kila matusi yako yote yatafika kila mahali na kila sehemu. Na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga, imekula kwako. Wewe umekuja kwangu hata nguo huna, unavaa vipedo na hata pasipoti wala NIDA. Nimemtoa mtoto wako shule ya Kanumba, nafikiri alikuwa anamaanisha shule ya Kayumba, na nimempeleka shule bora. Leo unanitusi eti hivyo, yani message kama ambavyo zinaonekana hapo. Hata hivyo Haji Manara alikuja kwenye posti ya Zailisa na kucomment pale na kuandika kwamba mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu. Unamnyanyasa mwanangu hata kwa chakula, alafu ulitaka tuendelee kuishi. Ulitaka uendelee kuishi ndani kwangu. Mwanangu wa kumzaa mnyime hadi chakula. Yote naweza kusamehe, ila kwa mwanangu na familia yangu big no. Siwezi kustahimili.
Mange unadhani hana akili, ni baada ya kukulipua unataka huruma kwake. Acha roho mbaya mwanamke. Hivyo ndivyo ambavyo Haji Manara alijibu kwenye ukurasa wa Zailisa. Na Zailisa aka screenshot hiyo comment ya Haji Manara na kuandika, mbona umereply alafu umeniblock kiongozi? Chakula kipi labda unachozungumzia? Hiki kinachobaki na kusaza na kugalagala mpaka nao papaka. Hivi zama hizi kweli ni za kunyimana chakula? We mtu mzima hivyo. Nani anataka kukaa kwako sasa? Sio mimi niliondoka wiki nzima, umesahau? Talaka nilianza kuitaka leo. Nimekaa mwaka mzima kwa mbinde na fosi. Haya ni maneno ambayo sasa Zailisa anatujuza sasa. Kuna kwamba hata mwaka mzima aliokaa ndani ya ndoa haikuwa kwa mapenzi yake, haikuwa kwa hiari yake. Lakini pia kwenye suala la kwamba Zailisa alienda kwa Manara akiwa hana hata nguo, anavaa vipedo tu, Zailisa pia naye amejibu na kusema kuhusu kuvaa ni kwamba nguo zote anazovaa Haji Manara hajawahi kutoa hata shilingi 10. Na akamtaja hapo ana collection ambaye ndo huwa anamvalisha na kumwambia labda uje useme Haji alikuwa anakusema labda uje useme Haji alikulipa lini kununua nguo. Kuhusu mabaya ni hawa hapa akawataja watu ambao wanakuwa wanamvalisha na kusema kwamba anafaa bure. Mje mseme kama Haji Manara anawalipa hata 100. Na hata nywele pia anachukua kwa Lulu. Kila nywele anayotaka bure kabisa. Anasema sasa sijui wewe unanisimangia nini, akimjibu hapo Haji Manara. Hii ndio hali ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwenye usiku wa Aprili 9, 2025. Nini kimewakuta wawili hao? Ni kweli walikuwa wanaigiza tu furaha huko nje na ndani kuna waka moto, ama ni nini? Mimi naitwa Nizia Morris na hii ni Wasafi Media.